sisi wakati wa mafuriko tunapata shida sana. Kwanza miundombinu ni mizuri, wametujengea mto mzuri kwa mawe, wamejenga vizuri, lakini madaraja yamejengwa ni kizamani. Kwa maana inabidi tuende kisasa zaidi, na maana kwamba haya madaraja hayahimili kupokea haya maji. Viongozi wetu waangalie kuhusu haya madaraja, lakini madaraja haya kama yakifanywa vizuri, yakajengwa vizuri, mafuriko hayatakuwepo hapa. Tumepata athari ya mvua, baadhi ya maduka maji yameingia madukani, athari ya matope. Tulipofika tukaanza kufanya usafi madukani, kwa kuna maji, kwa tukawa tunasafisha maduka, maji, matope. Tukawa tunasafisha vitu ambavyo vimeingia matope na ambavyo vimeingia maji. Tuliposafisha tukavipanga kama vilivyo, ila huku kwa nje huku tumetoa matope kwenye mitaro kuweka maeneo ya barabarani. Ila athari nyingine, wateja hamna, na hivi mvua iliponyesha matope, kwa wateja wamekuwa vigumu sana, walikuwa vigumu sana kupita. Ila tunashukuru jana matope yametolewa na TARURA na magereza. Tunashukuru Mungu kwa jana na leo, at least wateja wanapita, wanaona maduka na wanaona kuna njia za kupita kuingia madukani. Tunaomba waangalie huu mto, labda kama kuna kitu kingine cha ziada kwa kufanya huo mto ili usilete athari tena kwenye maduka haya karibu na mto. Serikali kushirikiana na wananchi kwa mjini, kuongea na mkurugenzi akatafuta zile vizimba vidogo vidogo ya mtu ana asitoke, unasaidia kwa sababu mtu wakati mwingine mtu anaweza kawa na uchafu hiyo ataweka wapi. Tukikukamata unatoka kwenye mtu au mahala pengine wakati kizimba kilichoka, anaweza sheria ikatumika, sheria ndogo za manispaa zikatumika kuhakikisha watu hawaeleza kushirikiana. Sio kusema madaraja ni madogo, kwa sababu madaraja yetu hayajajengwa kupitisha nini? Kupitisha taka, kupitisha tope. Yamejengwa kupitisha maji tu. Mbali na kutokuwa vizimba, tumie utaratibu wao kuzikusanya zile taka, wanaziweka kwenye kama vizimba bado, watumie makontena maalum, wanatumia siku hizi walio wengine wanatumia magunia, wanaweka taka. Magari ya jiji ya manispaa ya kile yanasonga. Mito hii ukisha ichafua yenyewe nayo itakasirika mazingira ukiacha. Mvua ilileta matope kutoka milima Uluguru, ambapo imesababishwa pia na shughuli za kibinadamu kama vile ulimaji, ukataji wa miti, lakini pia kwenye mto wetu Kikundi ambao unasafisha maji kwenda mto Ngelengele, kuna baadhi ya wananchi wanalima kando ya ule mto, kwa hiyo udongo ule unakuwa mwepesi, kwa hiyo unakuwa rahisi kusombwa na maji na kuingia kwenye mto. Hiko kitendo kimesababisha makarafati yetu kuziba katikati ya mji, ambapo kuna barabara zetu za lami. Barabara ya John Mahenge ipo katikati ya mji hapo maeneo ya stendi ya Budi, lakini kuna barabara kama ya Makongoro ipo jirani na ofisi za CCM wilaya. Zote zile barabara zilivamiwa na mvua, kulikuwa na matope mengi kiasi kwamba ilileta kero kubwa sana kwa wananchi ambao wanatumia hizo barabara, lakini wafanyabiashara ambao kando hizo barabara. Kwa hiyo athari ilikuwa kubwa sana kwa kweli. Lakini sisi kama TARURA tulichukua jitihada za kuhakikisha kwamba tunafanya shughuli za dharura. Kwa hiyo tuliomba matipa kwa mkurugenzi, ofisi ya mkurugenzi manispaa Morogoro. Kwa hiyo tukaenda nao site kuhakikisha kwamba tunatoa matope. Kwa hiyo tulitumia karibu siku 2-3 kuhakikisha matope yanatoka barabarani na kusafisha yale makarabati. Katika hili tunawasa pia wananchi, lakini pia kuhakikisha kwamba waache kufanya shughuli za kilimo milima. Hiyo ndo hali iliyopo sasa hivi, lakini hali imetengemaa na tunaendelea kuchukua juhudi na wasana na viongozi wa mamlaka za wilaya, ofisi za mkuu wa wilaya, lakini ofisi ya mkurugenzi kuweza kulinda barabara zetu, lakini pia kuweza kulinda fedha za serikali ambayo ingeweza kufanya shughuli zingine. Manispaa kwa tuna sheria ndogo ya afya, usafi na uhifadhi wa mazingira ambayo tunaishi. Kwa hiyo mtu yote anayetupa taka anakuwa ametenda kosa, na kama akikamatwa kuna pesa kwa sababu shilingi au anafikishwa mahakamani. Kwa akikutana na hatia, mahakama itamchukulia hatua kwa mujibu wa hiyo sheria. Wito wangu ni kuwataka wananchi wote waimarishe usafi wa mazingira, wafanye usafi kwenye maeneo yao, wahifadhi taka. Kuna vyumba ambavyo tunawaelimisha hadi ile ratiba ya mzabuni kuondoa taka. Na endapo ratiba ya kuzoa taka imefika, mzabuni hajafika, natakiwa awasilishe, atoe taarifa kwenye mamlaka husika, kwa mwenyekiti wake wa mtaa,
kwa mtendaji wa mtaa au kwenye kata au manispaa, lakini sio kwenda kutupa taka katika maeneo ambayo hayaruhusiwi. Wazabuni wana ratiba zao kulingana na maeneo. Kuna maeneo ambayo mzabuni anatoa kila siku, kuna maeneo ambayo mzabuni anatoa kila wiki, lakini pia kuna maeneo ambayo mzabuni anatoa kila baada ya wiki mbili, maana mara mbili kwa mwezi. Kwa hiyo inategemeana na eneo.